vilivyotangulia, huyu bwana mimi hapa mkoani alikuja ofisini kwangu Dr. nani huyu Mchungaji Rashid. Mchungaji Rashid alipokuja ofisini alinipa huu mpira. Akaniambia, mkuu, kuna container kadhaa zinatoka bandarini ya misaada, nataka kuja kugawa kwa mashuleni hapa Tabora. Sample ni hii hapa. Kwa tutaomba siku hiyo uwe mgeni rasmi kwenye ugawaji. Mchungaji Rashid nikamjibu simple tu, nikamwambia wataalamu wangu wakijiridhisha na vyombo, mimi sina neno. Kwa hatimaye wakawa na dauti na aina ya mpira na vipeperushi vya namna hii. Wakawa na dauti ya rangi, alama zilizopo kwenye huu mpira, lakini na rangi zilizopo kwenye vipeperushi hivi. Sasa wakishaweka dauti, manake wana extend uchunguzi. Hizo container nafikiri tayari zilishatolewa bandarini, zikawa zimefika hapa. Wakawa hao mabwana walienda kuomba kibali kwa mkurugenzi wa manispaa ili waweze kugawa. Mkurugenzi aliwaambia, ili muweze kugawa vifaa vya namna hiyo mashuleni, lazima tuwe na barua kutoka kwa katibu mkuu TAMISEMI. Sasa maana yake ilibidi waende TAMISEMI ili wapewe barua ili tuelekeze sisi mamlaka tuliopo hapa tuwaruhusu na tuwasimamie wagawe. Lakini unfortunately hawakufanya hivyo. Wakazunguka hapa, wakapata barua lakini kwa usimamizi na kwa uchunguzi ukiwa unaendelea. Wakagawa, wakafanikiwa kugawa shule 55 hapa manispaa. Hii mipira kwa watoto wa mashule hayo waliopita sekondari na msingi na sekondari. Lakini baadaye kwa sababu vyombo vinaendelea kufanyia kazi, wakasema hili jambo si jema. Alama hizi tunazioanisha na alama ambazo sio za kimaadili, ambayo maadili yetu ya Watanzania sisi hatukubaliani nazo. Kwa hiyo tukaamua mipira yote na vipeperushi vyote ambavyo wamepewa watoto vikusanywe, ambayo kazi hiyo imefanyika. Wametuambia tumeshagawa siji wapi, we don't care. Zote hizi ni mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Muungano. Hamkueleweka huko, hamkugundulika huko, tumewagundua hapa. Rangi hizo na alama zilizopo zinaoanisha na alama ambazo sio za kimaadili katika nchi yetu. Kwa hatuwezi kukubaliana nao. Kwa hatua tulioichukua ni kusitisha mkutano huyo mwinjilishaji. Na tumewaambia kwamba mkutano huo hautakuwepo kama walivyokuwa wamepanga mpaka vyombo vitakapokuja kutuambia kwamba ni salama, tuwaambie waendelee. Lakini kwa sasa tumeufunga na tumekanseli kibali hicho. Tumewaelekeza mabango yote hapa mjini waliokuwa wameyabandika wayatoe leo. Tusikute bango mjini hapa. Wametuambia wapo zaidi ya 10 au 20 hapa mjini. Waondoke leo, wasilale katika mji huu hapa. Mchungaji Rashid na mwenzake tumemwambia ripoti polisi kutoa maelezo sasa hivi baada ya mkutano huu. Mchungaji Rashid, utafika polisi pale, waandike maelezo. Nimesema kwamba sisi tunaamini nyinyi ni watu wema. Mmeletewa haya mambo msiyoyajua, na kweli hamjui, na hatuwalaumu kabisa. Tunawasaidia kuwajua wabaya wenu pia, sababu wanataka kuwachonganisha na jamii hii. Rais wetu wa nchi, kiongozi mkuu wa nchi, alisema tulinde maadili yetu na tutunze watoto wetu. Hayo maelekezo hayahitaji barua, yamejitosheleza. Tulinde maadili yetu, tulinde watoto wetu.